ni sasa. Unatazama Inland Television. Wakati ni sasa. Unatazama. Karibu kwenye mazungumzo maalum kabisa ambayo yanakujia jioni ya leo Alhamisi, siku ya 23 ya mwezi wa 7 2026. Sisi tumekita kambi na tuko hapa kwenye chuo cha sayansi za afya Kolandoto kupata abla ya kuweza kuzungumza mambo anuai pamoja na viongozi na watu mbalimbali ambao tunapata nafasi ya kuwa nao jioni hii ya leo kwenye mazungumzo yetu maalum kuelekea mahafali ya 14 ya chuo hiki cha afya Kolandoto toka kusajiliwa na NACTVET, lakini mahafali ya 69 kwa maana 69 toka chuo hiki kimeweza kuanzishwa, lakini haya pia ni mahafali ya 3 kwa maana ya Mbewa ya Mwanza kwa maana ya campus ya Mwanza, lakini ni mahafali ya 8 kwa Mbewa ya Simiyu kwa maana ya campus ya Simiyu, lakini hapa Ndaki ya Shinyanga hii ni mahafali ya 14 kwa mahafali ya 69. Tulipata abla ya kuzungumza na mkuu wa chuo hiki cha Kolandoto Pasco Shiluka. Tulizungumza mambo mengi. Moja ya jambo ambalo lilizungumza na alipongeza ni uhusiano ambao kama chuo wamekuwa nao wao pamoja na kurugenzi ya huduma za kijamii, kurugenzi hii ambayo iko chini ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania, na alizungumza mambo mengi sana ambayo yamesaidia hasa upigaji wa hatua ya miaka 7 hii miaka 8 ya chuo hiki wakiwa wamelenga malengo yao na matarajio, pengine tukikiona ama tukishuhudia chuo hiki kikiwa chuo kikuu kwa maana ya university. Sasa kwenye mazungumzo yetu haya jioni hii ya leo tumepata abra ya kuwa na mkurugenzi wa kurugenzi hii ya huduma za kijamii ambaye pia naye ni miongoni mwa wageni ambao wamewasili hapa Shinyanga kuelekea mahafali ambayo yanatarajia kufanyika Ijumaa ya kesho kwa maana kuanzia saa 3 za asubuhi, na sisi pia tutakuwa mubashara kupitia runinga yako ya Inland Television. Mkuu wa kurugenzi ya huduma za kijamii, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Habari ya jioni. Tunamshukuru Mungu. Karibu sana Shinyanga. Asante, na Mungu amekuwa mwema. Tumefika salama. Na cha kumshukuru Mungu, sisi tumekuwa wenyeji kwa kweli Shinyanga. Na hapa Ndaki ya Kolandoto kwa maana ya main campus. Sisi Waswahili tunapenda kutumia maneno kidogo ya Kiswahili walau mtu anakuwa anaelewa kwa habari ya Ndaki ama Mbewa. Ukizungumza Ndaki unamaanisha main campus, Mbewa ni tawi, yani kwa maana ya campus. Karibu sana kwa hapa Shinyanga. Kuna mtu mmoja anakutazama, pengine ni vizuri tukafahamu jina lako vizuri kwa utambulisho na nafasi yako ambayo umekuwa ukihudumia, lakini tufahamu pengine uwepo wako hapa Shinyanga kwa jioni hii ya leo umelenga nini hasa? Asante sana. Majina yangu naitwa Mwalimu Silas Noah Bwire. Ni mkuu wa kurugenzi ya huduma za jamii. Ndio. AICT. Na nimefika jioni hii hapa katika chuo chetu cha sayansi za afya Kolandoto kwa ajili ya mahafali yao ambayo itafanyika siku ya kesho tarehe 24, ambayo tunamshukuru Mungu kwamba Mungu alituwezesha kutuamsha na hali tulizo nazo. Tutashuhudia matukio makubwa sana siku ya kesho. Ndio. Pengine tupitishe kwa uchache tunavyozungumzia kurugenzi ya huduma za kijamii. Ni kurugenzi ya namna gani na majukumu yake ni yapi ndani ya kanisa? Asante sana. Kurugenzi ya huduma za jamii ina idara 3. Tuna idara ya afya. Ndio. Na tuna idara ya elimu na tuna idara ya makundi maalum. Sasa idara ya afya inakuwa na hospitali, inakuwa na vyuo kama hiki cha chuo cha sayansi za afya, lakini pia tunakuwa na kampasi kama Mwanza kama jinsi ulivyotaja, na Mkula Simiyu. Simiyu vinaendelea vizuri, na hiyo inakuwa ni idara moja. Lakini pia tunakuwa na idara ya elimu ambayo inashughulika na primary, sekondari, vyuo vya kati vya ufundi, na tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri pia. Lakini pia tuna makundi maalum ambayo tunaangalia
watu wenye mahitaji maalum ndani ya kanisa na kuona namna gani kanisa linaweza kuwa na namna ya kuwasapoti watu wa jinsia hiyo. Ndio. Maana hiyo sasa ndio tunaita ukamilifu sahihi au holistic human development ambayo inamgusa mwanadamu katika engo zote. Ya, kwa hiyo kurugenzi hii iko na idara 3. Pengine lengo mahususi la kanisa kuwa na kurugenzi hii ndani ya kurugenzi zake ambazo zipo kwenye kanisa, lengo lake kuu hasa, malengo mama nini la kurugenzi hii? Kwanza lengo kuu la kurugenzi hii au kama tukiweza kusema kurugenzi zote kwa pamoja tulizo nazo, cha kwanza ni mambo ya Mungu, ni mambo ya utume, uinjilisti. Sasa hizi kurugenzi zingine zinakuja kujengwa kwa ajili ya kusapoti hiyo injili. Na tunasapotije injili? Kwa sababu tunamhudumia mwanadamu. Tukimhudumia mwanadamu tunahitaji mwanadamu awe na afya njema. Tukimhudumia mwanadamu tunahitaji awe na elimu. Tukimhudumia mwanadamu tunahitaji kuona namna gani tunagusa watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni jambo la msingi sana ndani ya kanisa kupeleka injili, lakini kwa kumgusa mwanadamu katika mazingira ya afya yake, mazingira ya elimu yake, uelewa, aweze kutambua, akijua atajihifadhi vizuri, atamtumikia Mungu kwa uaminifu na kwa furaha zaidi. Lakini pia bila kusahau hawa wenzetu wenye mahitaji maalum ambao wanakuwa na changamoto zao, na kama kanisa tunahakikisha kwamba tunawagusa kwa namna ya pekee sana ili wasione kama wametengwa ndani ya kanisa, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja kwa ajili ya watu wote. Kwenye kutaja kwenye mambo matatu kwa maana ya afya na makundi maalum, kuna engo mbili umezitaja kwa maana ya elimu pamoja na afya. Sasa hivi tuko hapa chuo cha afya Kolandoto. Hiki kinaingia kwenye engo gani? Ni kwenye afya moja kwa moja ama ni kwenye elimu? Hiki kinaingia kwenye idara ya afya. Inatoa elimu ndani ya idara ya afya. Ya, ni vizuri kweli kuweka. Kwa zote zinakuwa mbili kwenye moja. Yes. Ni wanatoa elimu kwenye idara ya afya. Wakati nazungumza hapa na mkuu wa chuo Pascal Shiluka alijivunia sana uhusiano ambao umekuwepo kati ya chuo pamoja na kurugenzi ya huduma za kijamii. Pengine kwako ndani ya kurugenzi, kama mkurugenzi wa kurugenzi hii, unajivunia nini uwepo wa chuo hiki cha afya Kolandoto? Uwepo wa hiki chuo cha sayansi za afya Kolandoto ambayo sasa tunaongelea habari kwa maana ya activate kwamba tunakwenda kuona mahafali ya 14, lakini kwa uhalisia wake ni 69. Unaweza kuona ni watu wangapi wamepita hapa. Na wengine wamekuwa madaktari bingwa huko, wamekwenda sehemu mbalimbali, wanasaidia watu mbalimbali. Na lakini pia kulisaidia kanisa la Mungu katika utume wake wa kupeleka injili. Unaweza kuona mtu anaweza kuwa ni daktari sehemu fulani, lakini mzee wa kanisa anapeleka injili kwa kutumia taaluma yake. Na mwingine ni nesi, lakini ni mwanakwaya. Anapeleka injili pia, lakini bado ni nesi. Mwingine ni mtu wa maabara, lakini bado anafanya kazi mbalimbali kanisani. Na mfano wa kwanza ni wewe. Mfano wa kwanza ni mwalimu, lakini ni mkurugenzi ndani ya kanisa. Lakini pia ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo mazingira hayo tunajivunia sana kwamba watu wengi wamepita hapa na wamefanyika baraka ndani ya kanisa na nje hata ya kanisa. Utaona tukianza kuwaita mmoja mmoja hapa utaona ni watu wengi sana. Na hata kesho tunatarajia kuwa na wahitimu kama 192. Sasa sio ni idadi ndogo, sio namba ndogo. Ukipeleka nyuma labda miaka 3-4, watu utakutana na grupu kubwa sana la watu ambao wamepita hapa. Kwa hiyo kwetu kama kanisa tuna nafasi kubwa sana ya kwanza kumshukuru Mungu, lakini pia kwa kazi nzuri zinazofanyika kuanzia kwa mkuu wa chuo pamoja na management yake na wafanyakazi wote. Na sisi tuna slogan moja,
ya kufanya kazi kwa pamoja bila kuangalia huyu ni mtu wa level ya kufagia au huyu ni mtu wa level ya ukuu wa chuo au huyu ni nani. Wote tunafanya kazi kwa pamoja. Maana tunategemeana kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Yeah. Mimi nikupongeze, lakini bado nikiwa hapo namna gani ambavyo mnaweza kama kurugenzi mkawa mnajivunia uwepo wa chuo hiki. Moja ya eneo ambalo tunaweza tukakubaliana sana, mimi pamoja na wewe, kwa mwanafunzi ambaye amehitimu chuo hiki miaka 8, miaka 5, miaka 4 ama miaka 10 iliyopita, pengine akirejea ama akija sasa hivi eneo hili anaweza akashangazwa na yanayofanyika. Nimefika hapa kwenye mahafali yaliyopita ya mwaka jana kwa maana ya 13 na 68. Kuna majengo mengi ambayo yalikuwepo yamejengwa kwenye ujenzi huu wa kisasa zaidi. Pengine kuna siri ipi ama kuna nini ndani ya kurugenzi ambayo mnaweza mkawa mnashabihiana ama mnafahamu kwa nini mabadiliko ya ukuaji wa chuo hiki yanaenda kwa kasi sana? Tunamshukuru Mungu kwanza kwa namna ambavyo tunaona hata sisi wenyewe, na unaosema wewe hapa inawezekana na wengine wanaona pia. Ni kweli majengo ya hapa ukiyaona unafurahia moyo kwanza kwamba kweli hiki ni chuo kiko kwa ajili ya kuleta sayansi za afya kweli kwa binadamu. Kitu ambacho kinatusaidia ni ule umoja na mwitikio wa kufanya kazi ya Mungu kwa weledi na kwa pamoja. Na ukiwa na watu ambao mnafanya kazi kwa kusikilizana, kwa uongozi mzuri sasa wa askofu mkuu na katibu mkuu wa African Church Tanzania na maaskofu wengine ambao wanaendelea kusapoti eneo hili, unagundua kwamba tunafanya kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano, kwa kufata misingi na desturi na kanuni za kanisa letu. Mtu mwingine angeweza kuuliza mbona haya pengine ya kufanyika huko nyuma? Hatuwezi kujua nini kilichokuwa kule nyuma, lakini tunamshukuru Mungu sasa ni kwamba uongozi uliopo tunakwenda vizuri, tunasafiri vizuri, na kwa kweli kila mmoja ana add value, tunaongeza thamani. Tumejiwekea malengo pia ya kuongeza thamani kila siku unayoifanya, kwamba ukija kazini umeongeza nini, umefanya nini cha tofauti na jana, pengine inaweza kuwa siri ya mafanikio haya. Mwimbaji mmoja aliwahi kuimba anasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Pia tunaweza tukautaja huu kuwa ni miongoni mwa nyakati za Mungu zilizo sahihi. Na pengine hata slogan yenu ya kusema wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Pengine inaweza ikaendana pia na hiyo pia. Kuna moja ya kitu ambacho tunajivunia na kila mmoja anafahamu, huwezi ukaenda kwa hospitali, zahanati, vituo vya afya ambavyo vimekuwa bobevu kwenye utoaji wa huduma za kiafya ukakosa product ambayo inatoka chuo cha sayansi za afya Kolandoto. Kama kurugenzi imesimama vipi kulinda hii brand ama huu ubora, kwamba taasisi za kiafya ama hospitali, vituo vya afya vinavyoenda kwenye engo ya kuajiri, moja ya chuo ambacho wanafunzi wake hawakosi ajira ni Kolandoto. Kama kurugenzi imejipanga vipi kulinda hii sifa ambayo imejengwa kwa muda mrefu mpaka sasa? Kwenye hilo tuna masuala ya kuangalia sana wale tunao waajiri pia. Wale ambao wanafanya kazi hapa, tunajaribu kuangalia watu ambao ni waaminifu, wana hofu ya Mungu, na tumekuwa tukijipambanua kwa mazingira ya kutofautisha ni nani anafanya kazi hapa kwenye chuo cha sayansi za afya Kolandoto ambaye ni Mkristo, tofauti na mwingine anayefanya kazi sehemu nyingine ambaye sio Mkristo. Kwa hiyo tukija kwetu hapa, kama tuna mhasibu, tunataka mhasibu aliye na hofu ya Mungu, ni Mkristo, anajua thamani ya kufanya kazi kwa uaminifu. Tukija kwa mkuu wa chuo, ni Mkristo, ana hofu ya Mungu, anajua thamani ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa hiyo tukienda hata hii sasa inaenda mpaka kwa level ya wanachuo, kwamba wanapokuja hapa wanajipambanua kwamba wanasoma si tu kwamba wamekuja kusoma certificate zao na diploma zao hapa, lakini tofauti wanajitofautishaje na vyuo vingine na sisi hapa.
Kwa hiyo ile hofu ya Mungu ya kumtumikia Mungu kwa uaminifu inatujengea majina au brandi ya kutengeneza hata kwa watu wengine wasiotufahamu ambao hawajawahi kufika hapa. Wakimuona mtu aliyeko hapa, aliyepita hapa, waseme kweli huyu ametoka Kolandoto na sio sehemu nyingine. Kwa hiyo tumeitengenezea mazingira hayo, na wanachuo wetu, wafanyakazi wa hapa, utakuta kwa vyovyote vile wanakuwa ni tofauti na sehemu zingine kwa sababu ya mazingira tuliyoyatengeneza hapa ya kufundishwaji unaotambua Mungu zaidi. Ufundishwaji wenye hofu ya Mungu. Ufundishwaji au service inayoweza kutolewa ya kumtukuza Mungu, ya kumheshimu Mungu. Sasa hivi tuna janga kubwa la corruption ndani na nje ya nchi pengine, lakini sisi watu wetu wanapotoka hapa kweli tunahakikisha kwamba wamekuwa refined, wamechujwa, wamefikia level ambayo wakiajiriwa serikalini kweli anakimbiliwa kwamba huyu kweli ni mfanyakazi bora. Akiajiriwa kwenye taasisi zingine za binafsi waseme kweli huyu ni mfanyakazi bora. Na hiyo imetufikisha hapa tulipo. Sina mamlaka hayo, lakini pengine niombe tu kwa faida yako na wanaotutazama, wanaweza kanipa idhini hii kimoyomoyo. Naomba nitoe pembeni wazifa ulionao kwa mkuu wa kurugenzi ya huduma za kijamii. Natamani kuzungumza na Mwalimu Silas Bwire kama mzazi. Ukipewa nafasi ya kukizungumzia chuo hiki kama mzazi, nini ambacho ungekisema wakati ambavyo unakizungumzia chuo hiki cha sayansi za afya Kolandoto, pengine kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi kupitia Inland Television anaweza akasikia kutokea kwako? Kama mzazi kweli ninayo pengine mengi ya kusema kuhusu chuo hiki, kwa sababu nina ndugu zangu ambao wamepita hapa pia, ambao sasa ni watu wakubwa sehemu mbalimbali ambazo pengine tuwezi kutaja, lakini kwa taarifa hizo kutoka kwenye taasisi zingine ambazo wanafanyia kazi, wananiletea mrejesho mkubwa sana kwamba mafundisho ya pale kwa kweli yamenifanya hivi nilivyo. Na hata pengine kesho tutasikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa wanafunzi au wanachuo. Wataona utofauti wa wao kuwepo hapa na sehemu zingine. Tumekuwa tukisikia story hizo wanapokwenda field, wanatuletea taarifa kwamba tulienda tukakutana na wenzetu wa sehemu fulani, lakini sisi tulionekana kuwa bora. Sasa mimi kama mzazi ni kwanza napenda nitumie tu nafasi hii kuwasihi hata wazazi wenzangu wanaoniona kwamba leteni watoto wenu hapa kwenye chuo cha sayansi za afya Kolandoto, hawatajuta. Leteni watoto kwenye chuo chetu cha campus ya Mwanza, hawatajuta. Leteni watoto kwenye chuo chetu cha campus ya Simiyu pale Mkula, hawatajuta. Wataona fahari, wataona faida, wataona mwitikio mkubwa wa mabadiliko ya watoto. Na kwa kweli hata mitihani, wanapokuwa wanafanya mitihani yao ya mwisho, tunapata matokeo mazuri sana. Lakini pia chuo chetu hiki sasa kimekuwa ni center ya mitihani ya NACTVET. Tumepewa hiyo idhini hiyo. Kwa hiyo utagundua pia hata NACTVET, chombo kinacho tu supervise, kinachotuangalia, bado kinatuamini. Lakini sio tu hapa, wamefanya na hivyo na campus ya Mwanza, na yenyewe imekuwa center ya mitihani baada ya kuwa wamerudisha mambo ya mitihani kwenye kanda. Kwa hiyo hapa tulipo hapa Kolandoto ni center ya mitihani. Tukienda Mwanza campus bado ni center. Kwa maana yake mmetengeneza misingi, mfumo wa kusomana. Ubora ulioko Shinyanga ndio ubora ambao mtu anaupata Mwanza. Ubora uliopo Mwanza ndio ubora ambao ataupata pale Kisula. Kama mkuu wa kurugenzi hii ambayo na chuo hiki kiko ndani ya kurugenzi yako, nini neno lako ama rai yako kwa walimu wa chuo hiki, wakufunzi kwa maana ya wakufunzi, wafanyakazi wa chuo hiki pamoja na wanafunzi katika chuo hiki, katika kuhakikisha wanairinda hii brand ama huu ubora ambao umejengwa kwa muda mrefu? Kwa wakufunzi wanapaswa kuendelea kutunza professional code of conduct
namna ya ubora wa kutunza nidhamu katika mazingira ya taaluma, ubora ule uendelee, na kwamba asiwepo hata mmoja wa kugusa swala la taaluma kulishusha. Pale tulipofikia tunapaswa kupanda juu zaidi, na tunapoendelea kufanya tathmini za kila muda, za kila mwezi, baada ya miezi mitatu, miezi sita, mwaka mzima, tunaona tathmini za watu wetu tulionao hapa, wakufunzi wanafanya vizuri. Kwa hiyo nipende tu kutumia nafasi hii kuwaomba waendelee kufanya kazi vizuri, ubora huu uendelee kutumika zaidi na zaidi. Kama ambavyo serikali inaendelea kutuamini, basi na sisi tuahidi kutokuwaangusha. Kwa wafanyakazi wote walioko hapa, wakada zote, ni waombe kwamba waendelee kutumika kwa uaminifu. Hii ni taasisi ya Mungu na kanisa la African United Church Tanzania ambalo linasimamia. Niombe kwamba wasikate tamaa, tuendelee kusonga mbele kwa umoja, upendo, mshikamano kama ambavyo tumefanya siku zote. Lakini kwa wanafunzi, kweli tunajivunia wanafunzi wetu ambao wamekuwa hapa, hata wale ambao wamegraduate siku za nyuma huko. Tunaendelea kupata taarifa mbalimbali, story ni nyingi nzuri za mambo ambayo mnaendelea kuyafanya kule, na hata ambao wanamaliza siku ya kesho watapewa certificate zao. Niwaombe kwamba wataendelea kufanyika kuwa bora zaidi. Na kwa kweli katika kipindi hiki ambacho sasa teknolojia imekuwa, tuna mambo ya AI, akili mnemba. Akili mnemba. Tunapaswa kutokuwa nyuma yake, tuende nayo sambamba. Maana kama wewe umegraduate hapa, alafu bado ikakuweka nyuma, kwa vyovyote vile utabaki nyuma. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba waendelee kujibidisha, kujua ni nini kinatokea, lakini pia kutengeneza network. Life is about network. Huna network na mtu kadasha hapa na nani, maisha yanaharibika. Maisha ni wapi? Maisha ni wapi? Kwa hiyo unaweza kumaliza hapa ukajifungia ndani, connection za fursa zikapotea. Mungu mwenyewe akitaje kukubariki anakuuliza una nini mkononi? Una nini mkononi? Sasa huoni watu wengine wanafikiri kukamata vyeti mkononi na kwenda kuviweka ndani kwenye ukuta, kwamba inatosha. Tunapaswa kumwomba Mungu, lakini pia network ya watu mbalimbali, watu uliosoma nao, watu wa nyuma, wafanyakazi, walimu. Basi ukiwa na network za namna hiyo, unasonga mbele vizuri sana. Pengine wakati tukiwa tunaelekea tamati ya mazungumzo yetu haya maalum kutokea hapa Chuo cha Sayansi za Afya Kolandoto, ndaki hii ya Shinyanga, kuna jambo pengine naweza nikawa sijapata kabla ya kukuuliza na unatamani kumwambia mtu ambaye anatutazama sasa hivi kupitia runinga yetu ya kanisa kwa maana ya Inland Television? Nafikiri nitumie nafasi hii tu kuwaalika wageni wote ambao wanakusudia kufika siku ya kesho, ndugu, jamaa na marafiki, waje waone mahafali haya ya 14 kwa chuo chetu hiki cha Sayansi za Afya Kolandoto. Watakuwa na cha kujifunza. Wataona miundombinu yetu jinsi ilivyo. Wataona wanachuo wetu jinsi walivyo, watakavyokuwa wanafanya mambo yao hapo. Lakini pia wazazi, ninapendekeza kwamba wasikose kufika, kwa sababu wamekuwa support pia. Na nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wazazi kwa support ya kuwasaidia vijana hawa kufikisha siku kufikia siku yao ya mwisho ya mahafali. Kweli utoaji wa ada umekuwa mchango mkubwa pia wa kusaidia mabadiliko yetu hapa. Wasingefanya hivyo pengine tusingefika hapa. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kuwa na ushirikiano wa namna hiyo hiyo, lakini pia kwa wale ambao wamemaliza level za sekondari na wanatafuta vyuo, basi wasisite kuja kwenye chuo chetu cha Sayansi za Afya Kolandoto. Waje Mwanza campus, waende kule Mkula, watasoma vizuri na kwa kweli hawatajuta kwa ajili ya uchaguzi wao huo. Mkurugenzi, mimi ni kushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuzungumza na sisi Inland Television kwa jioni hii ya leo. Pengine tu nikutakie maandalizi mema ya mahafali kwa Ijumaa ya kesho, na mimi tutapata nafasi ya kuwa na mazungumzo mengine kuelekea siku hiyo, na pengine hata baada ya kuhitimisha nini ambacho umekiona
nini ambacho ume experience kwa wahitimu wenyewe. Je, kama mkuu wa kurugenzi hii, kitakachozalishwa kesho ndio kile ambacho ulikuwa unatamani kukiona? Ninaamini pengine kwa siku ya kesho tunaweza kuendelea kuwa na mazungumzo mazuri sana. Wacha mimi nikutakie jioni njema. Asante sana, nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Naam. Sasa huyo ni mkurugenzi wa kurugenzi ya huduma za kijamii ambaye tumekuwa naye hapa kwenye mazungumzo maalum kupitia runinga yetu ya Inland Television. Langu jina ni Peter Kadash. Niko na ndugu yangu mpiga picha wangu Pasco Sumuni kuelekea kuyazungumza haya, lakini pia mkurugenzi mmoja ya jambo ambayo limetaja namna gani ambavyo chuo hiki kinazalisha kuwa na wanafunzi wazuri. Nikirejea hapa tutapata nafasi walau ya kuzungumza na mwanafunzi mmoja wapo miongoni mwa wanafunzi ambao wako hapa chuo cha sayansi za afya Kolandoto, walau kujaribu kuyaangazia mengi ambayo yapo hapa, kupata nafasi ya kuzungumza na wanafunzi, na pengine kama tukipata uongozi wa wanafunzi na wao wanaweza wakawa na mazungumzo yao ambayo yanaweza yakaendelea. Mkurugenzi, mimi nikushukuru na nikutakia wakati mzuri na maandalizi mema kwa ajili ya siku ya kesho. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante. Wacha turejee studio kwa uchache, lakini pia tunaendelea kuzungumza nawe kwenye mazungumzo yetu haya maalum kutokea hapa chuo cha sayansi za afya Kolandoto. Unatazama Inland Television. Wakati ni sasa. 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 Unatazama Inland Television.